Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaykum. Ndugu mwenyekiti, tumepokea taarifa ya mradi huu wa shule ya Sadala ambao ulianza ujenzi mwaka 2024 na kukamilika 2025. Na mradi huu umetumia mkandarasi pamoja na force account, kwa maana mafundi wetu, kupitia kamati zile 3 ambazo zinaundwa katika mradi husika. Na mradi huu umegharimu zaidi ya milioni 351 na laki 5, fedha ambayo imetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan. Naomba tumpongeze mama kwa makofi mengi kabisa kwa mradi huu mzuri. Lakini tutumie fursa hii kuwashukuru wananchi wa eneo hili kwa kutoa nguvu zao ambazo kiasi chao ni milioni 4, ambapo wananchi wa eneo hili waliweza kuchimba misingi ya madarasa 2 na jengo la utawala, lakini walifanya kazi ya kuchimba mtaro na mashimo ya maji taka katika mradi huu. Wananchi, Mungu awabariki sana. Na hiyo ni dhana njema kwamba wananchi kushirikiana na serikali katika kusukuma ajenda kubwa ya maendeleo ndani ya maeneo yetu. Na mimi niwatie moyo, kazi hii tusiache, tuzidi kushirikiana na serikali ili kuibua miradi mingi ambayo itakuwa na tija katika vizazi vyetu. Mradi huu kwa mujibu wa taarifa una madarasa 7 ya shule ya msingi na madarasa 2 ya shule za awali, lakini una jengo moja la utawala, matundu 19 ya vyoo ambayo yako hapa. Sasa nitoe wito mmoja kwa wananchi na watu tunaozunguka haya maeneo. Tuna wajibu wa kulinda hii miundombinu sote kwa pamoja, kwa sababu mwanzo haikuwepo, sasa serikali imeleta, na serikali inapoleta maana yake imewathamini wananchi. Miundombinu ikiharibiwa, maana yake tutakaopata shida ni sisi na watoto wetu. Hapa mmesema faida za mradi huu kwamba zamani watoto walikuwa wanatembea umbali wa kilomita 12, lakini kwa sasa elimu wanapata hapa hapa. Lakini ajali zilikuwa ni nyingi, kwa sasa ajali hazipo, lakini namsaidia mwanafunzi kuongeza ufanisi katika masomo, kwamba anasoma mazingira ambayo ni karibu na nyumbani. Sasa miundombinu hii tuilinde, tuitunze na tujue ni mali yetu sisi wananchi wa eneo hili. Lakini tumie fursa hii kumpongeza mwenyekiti wetu wa mkoa na kamati ya siasa, mwenyekiti wa wilaya hii na kamati yake ya siasa kwa kukagua utekelezaji wa ilani ya uchaguzi, kwa sababu bila chama kusimamia mambo haya, maana yake miradi hii tusingeikuta katika hali hii. Lakini mpongeze RC na Mheshimiwa DC kwa kuweza kusimamia miradi hii vizuri, na kamati zenu za usalama ngazi ya mkoa na wilaya, kwa sababu hawa ni jicho la serikali kuhakikisha kila senti inayoletwa inakwenda kufanya kazi ambayo imekusudiwa. Lakini mtu wa mwisho ni mshukuru Mheshimiwa mbunge, kwa sababu bila uwepo wa mbunge huu mradi usingekuwepo. Mbunge kazi yake ni kupaza sauti ndani ya bunge, kueleza matatizo ya jimbo lake, na saashisha kazi hii anaifanya kwa uadilifu mkubwa. Watu wa Hai, naye kijana mwenzetu ambao maeneo mengine wanatamani wapate wabunge kama hawa na hawa wapati.